sana kwa sababu yani mpaka sasa hivi kwanza yani sijui naenda wapi. Nimevunjiwa nyumba 3. Nyumba ya mume wangu, nyumba ya mwanangu na nyumba ya marehemu mama yangu ambayo mimi ndo mlisi mwenyewe. Kwa hiyo yani nyumba ilikuwa zinatusaidia sana. Yani tunavyoishi. Japo wenyewe tunaishi sehemu kama hizi lakini wenyewe ilikuwa tunaishi na familia zetu hivyo tunashukuru Mungu hata kama wanasema kuwa mafuriko yalikuwa yanaingia, wenyewe tunatoka, maji yakitoka tunasafisha tunaingia ndani tunakaa. Unaona? Sasa hivi wanavyotuondoa afu wametushtukiza. Yani hata tujielewe mpaka sasa hivi yani tunaenda wapi. Mali zangu zote ziko nje pale zinanyeshewa na mvua, zinapigwa na jua. Tunapika nje, tunakula nje, tunalala nje. Unaona kakaangu. Yani mpaka sasa hivi mwenyewe sijui. Bado sijajua yani kwa sababu namsikiza mume wangu sijui atakachoamua yeye. Ila bado tutaendelea kuwepo hapa mpaka tujue mwafaka kwanza. Wito wangu kwa serikali watusaidie japo watupe hata hifadhi au ungetuletea hata mahema. Nashangaa serikali imetutupa, yani tunanyanyasika, yani kama nchi sio ya kwetu, yani kama wakimbizi. Afadhali hata wakimbizi wenzetu wamepelekewa vyakula kule, wamewekewa mahema. Sisi tunajitafutia wenyewe kwa riziki. Kama hivi sasa hivi inabidi tuuze milango, tuuze mabati, tuuze madirisha ndio tupate hela ya kula. Waume zetu hawaendi kazini, maana mtu mwanaume akitoka tu asubuhi dakika 2 unaambiwa Kalandinga leo limeingia, hujui sasa tunakuja kuharibiwa mali zako au unakuja kufanya nini. Na wakija hawatoi taarifa. Yaani unashtukiza tu. Kwa hiyo inabidi wanaume nao wasiende kazini wako. Kwa hiyo tunabidi tunaangaliana tu hapa nyumbani. Inabidi tuuze mali zetu tulizovunja, hizo zilizovunjiwa, mabati hayo, milango, nondo ndo tunapata riziki, tunapata kula. Lakini serikali haijatoa msaada wote mpaka hivi sasa. Yaani hata robo ya unga hatujaletewa na serikali. Ilikuwa tarehe 17 mwezi wa kwanza huu. Unaona? Mwezi wa 12. Ilikuwa muda kama ya saa 3 hivi nilikuwa natoka naenda zangu kwenye mihangaiko yangu. Mara ndo nikaona hilo Kalandinga linashuka pale. Sasa tukajua labda wanakuja kutuchimbia mfereji. Mara tunasogea nauliza jamani kuna nini hapa amekuja kufanya nini kutuchimbia mfereji au kufanya nini? Asema sisi tunataka muingie ndani dakika 15 mtoe vyombo. Tukasema toe vyombo kwa dakika 15. Mimi nikaambia mbona ni kitu ambacho hakiwezekani. Hata kodi ya nani huyu mpangaji naona kuna muda unaompa kuliko nyinyi nyumba ya mtu mnakuja kumwambia mtu atoe dakika 15 ni halali hiyo kweli? Kweli ni haki? Naona nyinyi wavamizi. Kaambia sisi wavamizi, sisi si wavamizi. Sisi tunalipa kodi za majengo, naona kama kawaida sisi wanatutambua, naona. Sasa kwa kweli kitu walichotutendea mimi sikulizika nacho na mpaka sasa hivi wanaendelea kutunyanyasa mpaka hivyo vibanda ambavyo tulivyoingia kujenga tunasema labda tujistiri dakika 2-3 labda watatufikiria au rais atatufikiria, naona. Sana matokeo yake tunakuja kufanywa ni fujo, wengine wamechomewa vibanda jana, matokeo paka wakasababisha paka na wananchi nao wakapata fujo, wakaamua kuchoma maeneo pale barabarani. Kutokana na kwa kweli serikali haitutendei haki, Magufuli hatendi haki kwa kitendo tulichomchagua, sisi tunajua atatustiri, naona wanyonge, matokeo yake kaja kutuangamiza, naona. Sio mtu wa kufanya kitu kama hicho, rais kama huyu. Kwa mambo yake yote kwenye kutafuta kupigiwa kula alichokuwa anakiongea hajakitekeleza kwa watu sisi kama wanyonge kama sisi hata kidogo. Unaona? Haistahili kufanya kitu kama hicho. Unaona? Sisi wanyonge ni watu wa kutubeba. Sisi watu tulikimbizana kumpigia kula, tunagongewa usiku wa manane, tunaingia hapa tunatafuta kumpigia kula ili afanikiwe. Matokeo yake limekuja janga, fadhila yake ile ya kutusaidia. Yaani ngoja niwasaidie ni kutunyang'anya nyumba. Unaona? Ndio kitu alichokifanya. Wakati sisi wadogo wa huku bondeni ndio tulikuwa tunaingia kila nyumba kwa ajili ya kuhangaika, apate nini? Apate kula. Unaona? Ila matokeo yake badala ya kupata kula, naona fadhila kutulipa, katulipa umaskini. Naona kama mimi sasa hivi nitaenda hapi na umri nilionao, sina nyumbani kwetu kusemeti, wazazi wangu hapa, mimi mwenyewe hapa na watoto na wajukuu, naona wengine wapo, wengine wamekufa, naona
Nyumba zangu zilikuwa 4, naona nyumba moja nilikuwa nakaa, hizo nyumba 3 nilikuwa nimepangisha, vyumba 14 ndio nilikuwa napata hela ya kula. Sasa hivi nitapata wapi tena hela ya kula? Na uwezo miaka 50 na kwenda kutafuta tena nijenge nyumba 4. Sio yeye kunisaidia. Hiki kitendo walichokuja kwa kukifanya hivi, kwa kweli serikali inatakiwa ituangalie sisi wanyonge. Unaona? Hapa watu tuna miaka zaidi ya 30. Siku zote hizo kwa nini hawakutuambia? Unaona? Hapa mwanangu palikuwa chini kama unavyopaona hapo. Lakini gharama niloitumia hapa, unaona, ni kubwa mpaka nimejaza nafikisha hapa, hata maji mimi hapa kwangu hayanifikii. Gharama niloitumia hapa. Kutokana na wao wakati wakifanya kampeni, nyinyi boresheni mazingira yenu. Unaona, kama unaweza unajaza kifusi unajaza, unaona. Unajenga nyumba yako safi, unakuwa juu ili maji yasikuingilie. Na ndicho nilichokifanya. Barabara hapa kulikuwa hamna barabara. Unapopaona hapo mpaka unafika kuja huku, na sasa hivi na magreda yao yalipata na njia kufika. Lakini huku nani gari lilikuwa haliingii. Mimi mwenyewe mnavoniona nimetumia milioni 3 kujenga hilo kipande hicho cha barabara mpaka hapa kwa ajili ya kujaza vifusi, kwa sababu kulikuwa na maji, kununua madaraja kwa Starbaga, unaona, nikaja nikaweka hapa. Leo hivyo vijiko ndio vimepita kuja kuniponda mimi ambao nilotengeneza haya maendeleo. Unaona? Kwa kweli sio vizuri serikali inayokifanya. Labda mama, na hapo ulikuwa unakaa na nani? Hapa nilikuwa nakaa na babangu mzazi. Ana miaka 85. Unaona? Sasa hivi nimekosa sehemu ya kumweka, nimempeleka kwa ndugu zangu huko, yani watu tu kunihifadhi wakae naye kwa sababu ni mtu mzima, hapa hamna choo, hamna nini. Unaona? Afu nilikuwa nakaa na mamangu, amechukuliwa na mdogo wangu anakaa Goba. Unaona? Ndio naye kaanza maisha sasa hivi, hana hata kibanda, kapanga tu, ndio kaamua kumchukua mama kukaa naye. Lakini mimi ambao nilikuwa na mji, unaona, ndio nilikuwa nakaa na wazazi wote wawili. Nilikuwa nakaa na wajukuu zangu. Unaona? Wawili wazazi wao wamefariki. Unaona, mmoja kafiwa na babake, mmoja kafiwa na mamake. Nilikuwa nakaa nao mimi. Unaona? Na wao sasa hivi nao nimewatoa, nimewapeleka Kigamboni kwa ndugu zangu wengine wako huko. Unaona? Manake inabidi familia yote inihamishe, ikakae tu ni tawanye wa watu. Ili hapa nibaki mimi na mzee. Mwaka juzi tunakumbuka hapa kuhusu mambo ya mfereji huu, unaona. Hawa Gasia ambaye alikuwa mbunge wetu alitamka kabisa bungeni jinsi ya hela zilizotolewa, naona milioni ngapi? Bilioni 780 ambazo za kulipa wale ambao wako ndani ya mita 60. Naona? Na sisi wenyewe tukaja hapa tukaitwa kusema ukweli, alivyoongelea bungeni akafafanua vyote jinsi tutakavyolipwa, mpaka wanafunzi, mpaka wapika vitumbua. Naona alifafanua vizuri. Na tukaja tena tukaitwa hapa halmashauri ya mji. Naona? Tukaenda, tukapewa mpaka karatasi za malipo zile jinsi tutakavyolipiwa. Naona, ambao wako ndani ya ule mradi watakavyopewa hizo hela. Unaona? Sasa hao wenzetu ambao wako katika kando ya mto ndicho kitu wakaja na wakapima kwa kweli, mpaka bikoni yake wakaja wakaiweka hapa kwa kanani kwenye barabara hapa mlipoingilia hapo. Ndipo wakaweka bikoni yao mita 30 huku, mita 30 kule. Ndio watu wakawa wanasubiri kitu kama hicho. Na kauli ya mbunge ilishasemekana, alishatangaza. Lakini sasa matokeo yake badala ya kuja kufika mwaka huu mwezi huu wa kwanza, tunashangaa hamna cha malipo, tunaambiwa sisi ni wavamizi, hatufai tena, tukaunganishwa hata na ambako sisi hatuko kwenye mita 30 ambao tuko huku, tumejumulishwa sisi, tumepewa na viwanja sijui Mabwepande, tumeambiwa tuhame wakati sisi tulirudishwa. Unaona? Ambao tuko upande huu. Unaona? Sisi tulirudishwa, viwanja vimekwisha, subirini vitakavyotoka, unaona, tutawapeni viwanja vyenu Mabwepande. Lakini nyinyi nyumba zenu bado zipo nzima, msihame, unaona, msiondoke. Ndio kitu tukaa tunasubiri. Na wenzetu wale kule wakawa wanasubiri hatima yao ya mradi ufike. Matokeo yake mradi haukufika, kitu kilichokuja ni dakika 15.